Ukiota ndoto hizi 50, tambua ya kuwa Mungu anakwenda kuyabadilisha maisha yako. Mungu anakwenda kukutoa kwenye viwango vya chini na kukupeleka kwenye viwango vya juu zaidi. Jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Tunaona Mungu anaweza akazungumza na wewe kwa njia ya ndoto. Mungu anaweza akakufunulia mwisho wa hatima yako utakuwaje. Mungu anaweza kufunulia mwisho wa jambo ambalo unataka kulifanya kabla hujaanza kulifanya jambo hilo. Leo nimekuandalia ndoto 50 ambazo ukiziota hutakiwi kuzipuuza. Unatakiwa umshukuru Mungu kwa sababu Mungu anakwenda kuyabadilisha maisha yako. Mungu anakwenda kukuinua kutoka sehemu ya chini kwenda sehemu ya juu. Mungu anakwenda kuyabadilisha maisha yako kwa namna ajabu. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ndoto 50 ambazo ukiziota basi tambua ya kuwa Mungu anakwenda kuyabadilisha maisha yako. Mungu anakwenda kukutoa sehemu ya chini na kwenda sehemu viwango vya juu. Ndoto ya kwanza, ndoto ya kuvaa mavazi mapya. Ukijikuta unaota umevaa mavazi mapya au mavazi safi yenye kung'aa au ya heshima, mara nyingi hii ni ishara ya mabadiliko mapya kutoka kwa Mungu. Ukawa unajiona ndotoni umevaa mavazi mapya au mavazi safi au mavazi yenye kung'aa sana au mavazi ya heshima, mara nyingi hii ni ishara ya mabadiliko mapya kutoka kwa Mungu. Katika ulimwengu wa kiroho, mavazi huwakilisha utambulisho mpya, heshima mpya au kiwango kipya cha maisha. Kwa hiyo Mungu anapokwenda kumbadilisha mtu, mara nyingi humtoa katika hali ya zamani na kumvika vazi jipya la neema, baraka na kibali. Kwa hiyo ukiota ndoto hii inaweza kuonyesha kuwa kipindi cha aibu, mateso au kushindwa kinaelekea mwisho. Ukiwa unaota ndoto hii, yani unajiona umevaa mavazi mapya, ndoto hii huashiria, mara nyingi ndoto hii huashiria Mungu anakutoa kwenye, labda unakuta ndoto hii inaweza kuwa inaashiria ni mwisho wa mateso. Yamkini labda unapitia kwenye hali ngumu na wakati labda unamwomba Mungu, umekuwa ukimwomba Mungu na ghafla ukilala unaota umevaa vazi jipya. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria mwisho wa mateso, ni mwisho wa kipindi kigumu. Kwa hiyo ukiota ndoto hii ukajiona labda yamkini ulikuwa unapitia kwenye kipindi kigumu sana, alafu ukilala unaota umevaa mavazi mapya, ndoto hii inaashiria mwisho wa msimu wa mateso na unaingia kwenye msimu wa baraka na neema na utele. Lakini ndoto namba 2, ndoto ya kupaa juu au kuruka. Ukijiona unapaa juu huku ukiwa una amani, yamkini labda unaota unakimbizwa alafu unajiona unapaa juu. Ndoto hii mara nyingi huonyesha kuinuliwa kiroho, mafanikio, ushindi dhidi ya vikwazo au kutoka kwenye hali ya chini kwenda kwenye kiwango cha juu. Mungu anapobadilisha maisha ya mtu, kwanza humtoa kwenye mipaka iliyokuwa ikimzuia. Ndoto ya namna hii inaweza pia kuwa ni ishara ya kwamba Mungu anakutoa kwenye mazingira yaliyokuwa yakikubana na anakwenda kukuweka mahali pa ushindi na heshima. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 31 imeandikwa, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Kwa ukijiona yamkini umejiona ndotoni labda unapaa huku ukiwa una amani, ndoto hii inaashiria kuinuliwa juu. Ndoto hii pia inaashiria kuna vitu utavifanikisha kwa namna ajabu kwenye maisha yako. Lakini pia ndoto hii inaweza kuwa inaashiria uhuru, utapokea uhuru. Yamkini labda umepitia kwenye kipindi kigumu, ndoto hii inaashiria Mungu atabadilisha maisha yako, utaingia kwenye kipindi cha uhuru. Kwa hiyo ukijiona ndotoni
unapaa juu huku ukiwa una amani. Yamkini labda saa nyingine unakimbizwa na wanyama au unakimbizwa na watu wanataka kukudhuru, afu unajikuta wewe unaanza kupaa juu. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria ushindi. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria uhuru. Kwa hiyo Mungu anapotaka, jambo la msingi ambalo unatakiwa litambue, Mungu anapobadilisha maisha ya mtu, kwanza humtoa kwenye mipaka iliyokuwa ikimzuia. Kwa ndoto ya namna hii inaweza pia kuwa ni ishara kwamba Mungu anakutoa kwenye mazingira yaliyokuwa yakikubana na anakwenda kukuweka mahali pa ushindi zaidi. Lakini ndoto ina tafsiri pia, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria ulinzi wa kimungu. Yaani ukijiona unapaa, unakimbizwa, alafu unajikuta maadui anashindwa kukupata au kukushambulia, unaanza kupaa. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria ulinzi wa kimungu. Lakini ndoto namba 3, ndoto ya kuvuka daraja au mto. Ukijiona ndotoni labda unavuka daraja, yani unavuka daraja unakwenda upande wa pili, au unavuka mto unakwenda ng'ambo. Ndoto ya kuvuka daraja, bahari au mto mara nyingi ni ishara ya kuvuka kutoka maisha ya zamani kwenda maisha mapya. Ukijiona unavuka daraja, ndoto hii inaashiria Mungu anakutoa kwenye kiwango cha zamani na kukuingiza kwenye kiwango kipya. Mungu anakutoa kwenye hali iliyokuwa nayo na kukupeleka kwenye hali nyingine. Kwa katika Biblia, ukisoma katika Biblia utaona Musa aliwaongoza wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu kuelekea uhuru. Kuvuka kulimaanisha mwisho wa utumwa na mwanzo wa maisha mapya. Kwa hiyo ukiota ndoto kama hii, inaweza kuwa Mungu anakuambia kuwa kipindi kigumu kinaisha na unaingia kwenye hatua mpya yenye ushindi na mafanikio. Kwa hiyo ukijiona unavuka mto unakwenda upande wa pili, hii inaashiria Mungu anakuingiza katika msimu mpya. Ukijiona unavuka daraja au unavuka mto au unavuka bahari, ndoto hii inaashiria Mungu anakupeleka kwenye msimu mpya, msimu wa baraka, msimu wa utele. Lakini ndoto namba 4, ndoto ya kupewa fedha au zawadi. Ukijiona unapewa fedha, ukipewa fedha au zawadi. Kupewa zawadi katika ndoto mara nyingi huashiria neema, fursa au baraka mpya zinakuja. Kwa hiyo Mungu anapobadilisha maisha ya mtu mara nyingi hufungua milango ambayo mtu hakuitarajia. Zawadi katika ndoto inaweza kuwa kipawa kipya, inaweza kuwa ni fursa mpya, inaweza kuwa ni kibali mbele za watu, mafanikio ya kifedha, wito mpya wa kiroho. Unaona, kwa ukiota unapewa fedha au unapewa zawadi, ndoto hii inaashiria kibali. Mungu atakupa kibali. Zawadi katika ndoto inaweza kuwa ni kipawa kipya, fursa mpya, kibali mbele za watu, utapokea kibali mbele za watu. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria mafanikio ya kifedha, kiuchumi. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii unatakiwa anza kumshukuru Mungu. Kajiona unapewa zawadi, unapewa kitu cha thamani na mtu, ndoto hii inaashiria kuna kibali, utapokea kibali, kuna mambo makubwa ambayo utayafanikisha. Haleluya. Ndoto namba 5, ndoto ya nyumba mpya au mahali papya. Ukijiona ndotoni umehamia nyumba mpya au umehamia mji mpya au umehamia eneo jipya katika ndoto, mara nyingi hii huonyesha mabadiliko makubwa ya maisha. Yaani ukijiona ndotoni unahamia kwenye nyumba mpya au unahamia sehemu mpya, ndoto hii huwa inaashiria mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Nyumba mpya kiroho inaweza kumaanisha mwanzo mpya, kiwango kipya cha baraka. Lakini pia nyumba mpya inaweza kumaanisha kuondoka katika mateso ya zamani. Kwa hiyo Mungu mara nyingi hubadilisha mazingira ya mtu kabla ya kubadilisha kabisa historia yake. Kwa hiyo ukijiona unaingia, yani ndoto unajiona unahamia kwenye nyumba mpya au unahamia sehemu mpya, ndoto hii inaashiria Mungu anakupeleka kwenye sehemu ya ukuu. Ndoto hii inaashiria Mungu anakupeleka kwenye msimu wa baraka. Mungu anakuingiza kwenye msimu wa baraka. Inaweza kuwa ni kifamilia, kiuchumi, inaweza kuwa ni kiroho. Unatakiwa uanze kumshukuru Mungu ukiota ndoto hii. Yaani ukiota ndoto hii unahamia kwenye nyumba mpya, unatakiwa umshukuru Mungu sana. Anza kumshukuru Mungu, mwambie Mungu asante. Asante Mungu kwa sababu ndoto hii inaashiria ni mwanzo mwingine mpya. Lakini ndoto namba 6, ndoto ya mwanga mkali. Ukiona mwanga mkubwa, nuru kali au mtu mwenye kung'aa katika ndoto, hii inaweza kuwa ishara ya uwepo wa Mungu au mwanzo wa ufunuo mpya maishani mwako. Yaani ukianza kuona mwanga mkubwa, unaona mwanga mkubwa ndotoni, au unaona nuru kali, au unaona mtu mwenye kung'aa sana katika ndoto, hii inaweza kuwa ishara ya uwepo wa Mungu au mwanzo wa ufunuo mpya maishani mwako. Hii ni ishara ya uwepo wa Mungu
lakini pia ni ishara mpya ya ufunuo mpya maishani mwako. Giza katika Biblia mara nyingi huwakilisha mateso, lakini nuru huwakilisha matumaini, mwelekeo na ushindi. Kwa hiyo ukiona giza ukiona, siku zote tunajua giza katika kibiblia mara nyingi huwakilisha mateso, lakini nuru huwakilisha matumaini, mwelekeo na ushindi. Kwa hiyo Mungu anapokwenda kubadilisha maisha yako, nuru yake huanza kuonekana ili kukuonyesha njia mpya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 60 na mstari wa 1 utaona neno la Mungu lasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa hiyo ukianza kuona nuru, ni ishara ya uwepo wa Mungu maishani mwako. Lakini ndoto namba 7, kama unanielewa naomba comment. Kama unanielewa vizuri naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Lakini pia hakikisha umelike video hii ili wafikie watu. Amen. Tunakwenda ndoto namba 7, ndoto ya mlango kufunguka. Ukiona mlango mkubwa ukifunguka mbele yako, huu ni ujumbe wenye nguvu sana. Mara nyingi humaanisha fursa mpya, kibali au mwanzo mpya kutoka kwa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 8 imeandikwa, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa hiyo hii inaweza kuwa ni kazi mpya, huduma mpya, mahusiano mapya yenye baraka, mafanikio ambayo ulikuwa ukiyaombea kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukiona ndoto ya mlango kufunguka, ukajikuta ndotoni unaona mlango unafunguka, ndoto hii inaashiria utapokea fursa mpya. Kwa hiyo utakiwa kuipuuza kabisa ndoto hii. Ukiona ndoto ya mlango kufunguka, ukiona mlango mkubwa ukifunguka mbele yako, huu ni ujumbe wenye nguvu sana. Mara nyingi humaanisha fursa mpya, kibali au mwanzo mpya kutoka kwa Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 8 imeandikwa nukuu, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezaye kufunga. Kwa hiyo mlango huo unaweza kuwa ni kazi mpya, huduma mpya, mahusiano mapya yenye baraka, mafanikio ambayo ulikuwa ukiyaombea kwa muda mrefu. Lakini ndoto namba 8, ndoto ya kupanda ngazi ndefu. Ukijiona unapanda ngazi, ukijiona unapanda ngazi ndefu katika ndoto, hii mara nyingi huwa ni ishara ya kupanda kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Mungu anapomuinua mtu huwa hampi mafanikio ya ghafla tu, bali humpeleka hatua kwa hatua mpaka afike sehemu aliyomkusudia. Kwa hiyo ngazi katika ulimwengu wa kiroho huwakilisha ukuaji wa kiroho. Ukijiona unapanda ngazi katika ulimwengu wa kiroho huwa inamaanisha ukuaji wa kiroho, kuinuliwa katika maisha, kupokea mamlaka au kibali, kusogea karibu zaidi na kusudi la Mungu. Ukisoma katika Biblia, Yakobo aliota ngazi iliyofika mbinguni na malaika wakipanda na kushuka. Ndoto hiyo ilikuwa ni ishara kwamba Mungu alikuwa anaenda kubadilisha maisha yake na kumpa ahadi kubwa sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 28 na mstari wa 12 hadi 13 imeandikwa nukuu, akaota ndoto na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu anapanda na kushuka juu yake, na tazama Bwana amesimama juu yake akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka, nchi hii ulalayo nitakupa wewe na uzao wako. Kwa hiyo ikiwa unaota ndoto hii, unaota unapanda ngazi, ikiwa unaota ndoto hii mara kwa mara, inaweza kuwa Mungu anakuambia kuwa kipindi cha kusimama sehemu moja kinaisha na sasa anakupandisha kwenda kiwango kipya cha maisha. Kwa ukiota ndoto hii ni ndoto kubwa yenye mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba 9, ndoto ya kuvuna mazao mengi. Yaani ukijiona ndotoni unavuna mazao mengi. Kuota mavuno mengi au mashamba yenye rutuba au matunda mengi au chakula kingi ni ishara yenye nguvu ya baraka na matokeo ya kile ulichokiomba kwa Mungu kwa muda mrefu. Mungu anapokwenda kubadilisha maisha ya mtu, huleta mavuno baada ya machozi, huleta matokeo baada ya maombi, huleta ushindi baada ya mapambano. Ndoto hii huonyesha kwamba kipindi cha kupanda kwa machozi kinaelekea mwisho na sasa unaingia kipindi cha mavuno ya baraka. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unavuna, unatakiwa mshukuru Mungu sana. Ndoto ya kuvuna mazao, yaani umejiona uko shambani unavuna mazao, basi unatakiwa utambue Mungu anakuingiza kwenye msimu wa utele. Mungu anakuingiza kwenye kipindi cha baraka na utele. Lakini ndoto namba 10, ndoto ya kutoka gerezani au kufunguliwa minyororo. Yaani ukijiona ndotoni unatoka gerezani au unafunguliwa minyororo,
Ukajiona labda unatoka gerezani, yani unaota ndoto unajiona unatoka kwenye gereza, unatoka kwenye gereza, au unaota unafunguliwa minyororo unatoka kwenye gereza. Hii ni moja ya ndoto zenye ujumbe mkubwa sana wa ukombozi. Ukijiona umetoka gerezani, umefunguliwa minyororo au umeachiliwa sehemu iliyokuwa imekufunga, mara nyingi ni ishara kwamba Mungu anakwenda kukuondoa katika kifungo fulani cha maisha. Kifungo hicho kinaweza kuwa ni umaskini, hofu, kushindwa, mashambulizi ya kiroho, mateso ya muda mrefu. Yaani ukiota ndoto hii inaashiria kuna eneo Mungu anakwenda kukuweka huru kabisa. Mungu anakwenda kutoa kwenye vifungo mbalimbali, vifungo vya kiuchumi, vifungo vyote vya umaskini. Mungu anakwenda kutoa kwenye kila aina ya vifungo. Kwa hiyo ukijiona ukaota ndoto unatoka kwenye gereza au unaota unafunguliwa, tambua Mungu anakwenda kukuweka huru, anakutoa kwenye kifungo cha mateso, kifungo ambacho kimekutesa kwa muda mrefu. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto hii unatakiwa mshukuru sana Mungu. Ndoto namba 11, ndoto ya kupewa ufunguo. Yaani ukijiona ndotoni mtu anakuletea na kupatia ufunguo. Ukajiona ndotoni mtu anakupatia ufunguo. Ufunguo katika ndoto huwakilisha mamlaka. Yaani siku zote ukiona mtu anakuletea anakupatia ufunguo, yamkini unamjua au humjui, lakini mtu anakuja anakupatia ufunguo. Ufunguo katika ndoto huwakilisha mamlaka, fursa, siri mpya au milango inayokwenda kufunguliwa. Kwa hiyo ukiona unapewa ufunguo, Mungu anaweza kuwa anakupa access ya kiwango kipya. Anaweza kuwa anakufungulia mlango wa mafanikio, au anakwenda kukuonyesha njia ambayo watu wengine hawaioni. Kwa hiyo katika ulimwengu wa kiroho, ufunguo humaanisha uwezo wa kufungua kile kilichokuwa kimefungwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukijiona ndotoni mtu anakuletea ufunguo, ndoto hii inaashiria kuna vitu utakwenda kuvifanikisha. Yale mambo ambayo ulikuwa umeyasubiria kwa muda mrefu utakwenda kuyapokea. Ufunguo kibilia, kuna mtu anakupatia ufunguo, ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo ulikuwa ulitumia nguvu kuvipokea au kuvitafuta, utavipokea kwa urahisi. Kuna vitu, ndoto ambayo inahusiana na ufunguo inaashiria kuna vitu utakuwa na uwezo wa kuvi-access, utakuwa na uwezo wa kuvifikia. Kuna vitu ambavyo vilikuataabisha kwa muda mrefu, lakini utavifanikisha, utavipokea. Kwa hiyo ndoto ya kupewa ufunguo ni ndoto ambayo ukiota anza kumshukuru Mungu. Lakini ndoto namba 12, ndoto ya kupata mtoto. Kuota mtoto mara nyingi si lazima imaanishe mtoto wa kawaida pekee. Yaani labda umeota unapata mtoto, au umeota umezaa mtoto, au umeota kama ni mwanaume umembeba mtoto mchanga. Ndoto hii inaweza isiwe inamaanisha, sio lazima imaanishe mtoto wa kawaida kipekee. Kiroho mtoto huwakilisha mwanzo mpya. Kiroho mtoto anaweza akawakilisha mwanzo mpya, anaweza akaashiria wazo jipya, anaweza akaashiria baraka mpya, anaweza akaashiria kusudi jipya, kitu kikubwa kinachozaliwa maishani mwako. Kwa hiyo Mungu anapobadilisha maisha ya mtu, mara nyingi huanzisha kitu kipya ndani yake kabla hakijaonekana nje. Kwa hiyo ukiota ndoto hii mara kwa mara, inaweza kuwa Mungu anakwenda kuzaa jambo kubwa sana kupitia maisha yako. Mungu anakwenda kuzaa jambo kubwa sana, kuleta jambo kubwa sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiota umebeba mtoto, ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria pia mwanzo mpya. Unaingia kwenye mwanzo mpya, unaingia kwenye msimu mpya. Lakini ndoto namba 13, ndoto ya mvua nzuri au maji safi. Yaani ukiona mvua, mvua unanyeshewa mvua, lakini ile mvua ni ya kawaida, sio ile mvua ya hatari. Yaani ile mvua inayonyesha kama rasharasha mvua ile. Mvua safi katika ndoto mara nyingi huonyesha baraka. Ukiota mvua yani mvua ambayo ukiota unanyeshwa na mvua ambayo ni ile mvua tulivu, na maanisha mvua tulivu. Unajua ukiota ndoto labda kama mvua ni kali sana na upepo mkali, ndoto hiyo inakuwa ina maana yake. Hapa mimi nazungumzia mvua, ile mvua ya ustaarabu ambayo haiharibu kitu, mvua inakunyeshea. Mvua safi katika ndoto mara nyingi huonyesha baraka. Mvua pia huwa inaashiria uwepo wa Mungu. Mvua safi mara nyingi huwa inaashiria upya wa maisha, uponyaji wa ndani, amani mpya. Ndoto hii huashiria baraka. Ukiota unanyeshewa na mvua ambao mvua hiyo inanyesha kwa utulivu, yani sio ile mvua ya uharibifu, ndoto hii inaashiria baraka. Kwa baada ya kuota ndoto hii unatakiwa uanze kumshukuru Mungu, mwambie Mungu asante, anza kumshukuru Mungu. Ndoto namba 14, ndoto ya kukutana na mtu mkubwa
au wa heshima au mashuhuri. Wakati mwingine Mungu huonyesha kupitia ndoto kuwa anakwenda kukuunganisha na watu muhimu watakaobadilisha maisha yako. Ukiota viongozi, wafalme, watu maarufu au watu wenye mamlaka wakizungumza nawe vizuri katika ndoto, inaweza kuwa ishara ya kibali mbele za watu, connection muhimu za kuinuliwa, fursa kubwa zinazokuja. Katika Biblia, ukisoma katika Biblia utaona Esther alipata kibali mbele ya mfalme na maisha yake yakabadilika kabisa. Kwa hiyo Mungu anaweza kuwa anakwenda kukufungulia milango kupitia watu ambao hukuwahi kuwategemea. Ukiota ndoto ukajiona uko na watu mashuhuri au watu maarufu, yamkini waimbaji au ni viongozi, ukajiona unazungumza nao na kiuhalisia wewe hata una namba zao za simu, hata hujawahi kuzungumza nao, lakini unaota ndotoni unazungumza na watu maarufu, ndoto hii inaashiria kibali. Mungu ataachilia kibali kwenye maisha yako, kibali cha ajabu sana. Mungu, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria Mungu atakuinulia watu kwenye maisha yako, watu ambao watakusaidia, watu ambao watakusikiliza, watu ambao watakuvusha. Lakini ndoto ya namba 15, ndoto ya kuona jua linawaka kwa nguvu. Yaani ukiona jua linawaka kwa nguvu. Jua katika ndoto mara nyingi huwakilisha utukufu, mafanikio, kilele cha ushindi, msimu mpya wa nuru. Kwa hiyo ukiona jua kali likichomoza baada ya giza, huu ni ujumbe wa matumaini makubwa sana. Mungu anaweza kuwa anakuambia kuwa kipindi cha huzuni kinaisha na sasa nuru ya ushindi wako inaanza kuonekana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Malaki sura ya 4 na mstari wa 2 utaona imeandikwa pale, jua la haki litawazukia. Lakini ndoto namba 16, kama unanielewa naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Asante kwa comment yako. Naona hapa huyu naye anasema Mungu akubariki na kuelewa vizuri. Tuko pamoja mwalimu. Asante, asante, asante. Ya, kama unanipata vizuri naomba comment, sema nakupata vizuri mwalimu. Asante, Mungu akubariki. Ya, tuendelee. Tunaingia ndoto namba 16. Nimesema na kufundisha ndoto 50 ambazo kizote utakiwa kuzipuuzia kabisa. Ndoto namba 16, ndoto ya kuokota dhahabu au vitu vya thamani. Yaani ukijiona ndotoni unaokota dhahabu au kitu cha thamani, ukijiona unaokota dhahabu au unaokota kitu cha thamani au unaokota fedha au hazina iliyokuwa imefichwa, mara nyingi hii ni ishara kwamba Mungu anakwenda kufungua thamani iliyojificha ndani yako au anakwenda kukupa baraka kubwa ambayo hukuitegemea. Ukiota ndoto unaokota dhahabu au unaokota kitu cha thamani sana, ndoto hii inaashiria kuna jambo kubwa, jiandae kupokea jambo kubwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo ndoto hii pia inaweza kuashiria kipawa kikubwa kinakwenda kuonekana, lakini pia ndoto hii inaweza kuashiria fursa ya utajiri au mafanikio yanakwenda kujidhihirisha kwenye maisha yako. Ukijiona unaokota dhahabu au unaokota dhahabu au unaokota kitu cha thamani, tambua Mungu anakwenda kubadilisha maisha yako kwa namna ajabu. Mungu anakwenda kukuinua kiuchumi. Mungu anakwenda kukuinua kwa namna ajabu kabisa. Kuna jambo kubwa, ndoto inaashiria kuna jambo kubwa utalipokea. Kwa hiyo ukiota ndoto hii, anza kumshukuru Mungu. Ndoto namba 17, ndoto ya kusafiri mbali. Yaani ukijiona unasafiri, unatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukijiona unasafiri kwenda nchi nyingine au kwenda mji mwingine au sehemu usioijua, mara nyingi hii ni ishara ya mabadiliko makubwa ya maisha. Safari katika ndoto huonyesha hatua mpya, msimu mpya, huashiria kuondoka katika maisha ya zamani. Katika Biblia Mungu alimuita Ibrahim kutoka katika nchi yake kwenda sehemu mpya ambayo ingebadilisha historia yake kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 na mstari wa 1 hadi wa 2 utaona neno la Mungu lasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo ndoto hii inaweza kuwa ishara kwamba Mungu anakutoa kwenye mazingira yaliyokuwa yakikuzuia ili kukupeleka kwenye maisha mapya yenye baraka kubwa sana. Kwa hiyo ukiota ndoto unasafiri, unatoka labda unasafiri kutoka eneo fulani kwenda eneo jingine, ndoto hii inaashiria Mungu anakupeleka kwenye msimu mwingine wa maisha. Kwa hiyo safari katika ndoto huonyesha hatua mpya. Ukiona unasafiri, safari waga inaweza kuwa inaashiria hatua mpya. Safari katika ndoto huwa inaashiria msimu mpya, huashiria kuondoka katika maisha ya zamani na kuingia katika maisha mapya. Kwa hiyo ukiota ndoto hii,
mshukuru Mungu. Kama unaota unaingia ukiwa na amani, unasafiri, Mungu anakutoa sehemu moja, au unaota unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ukiwa ndani yako ukiwa na amani, basi ukiamka mshukuru Mungu sana. Ndoto namba 18, ndoto ya kula chakula kitamu. Kuota unakula chakula kizuri au chakula kizuri safi au kitamu, mara nyingi huonyesha kuingia katika kipindi cha utele, neema na baraka za Mungu. Kiroho, chakula huwakilisha nguvu mpya, uzima mpya, baraka, ufunuo wa kiroho. Ukiota ndoto unakula chakula kisafi na ni kitamu, hapa sizungumzii chakula tu ili mradi chakula, no, nazungumzia chakula safi alafu chakula kitamu kwenye mazingira safi. Ndoto hii inaashiria unaingia kwenye msimu mpya. Inategemea na mazingira, kwa sababu kuna ndoto zingine ambazo ukiota unakula inaweza kuwa unaingia agano na upande wa giza. Unakuta unaota unakula chakula ambacho hakieleweki, au na watu ambao hata huwaelewi, chakula hakieleweki. Ndoto hii ina maana tofauti. Mimi hapa nazungumzia ukiota ndoto unakula chakula kisafi alafu kitamu, mara nyingi ni ishara kwamba huzuni ya zamani inaelekea mwisho. Mungu anakuingiza, ndoto hii inaashiria Mungu anakuingiza katika kipindi cha utele, Mungu anakuingiza katika kipindi cha neema, kipindi cha baraka za Mungu. Unaingia kwenye kipindi cha shibe, kipindi cha baraka. Ndoto namba 16, ndoto ya kuimba au kucheza kwa furaha. Ukijiona ndotoni unaimba au unacheza kwa furaha, unajiona huko ndotoni unaimba au unacheza kwa furaha. Ndoto ya kuimba, kucheza au kushangilia kwa furaha kubwa, mara nyingi ni ishara kwamba huzuni ya zamani inaelekea mwisho. Mungu anapobadilisha maisha ya mtu, huondoa kilio na kurejesha furaha, hufungua msimu mpya wa ushindi. Kwa hiyo katika Biblia, baada ya ushindi mkubwa, watu wa Mungu waliimba na kushangilia mbele zake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 30 na mstari wa 11 imeandikwa, uligeuza matanga yangu kuwa mchezo, ulinivua gunia ukanivika furaha. Kwa hiyo ukiota ndoto hii, inaweza kuwa Mungu anakuambia kuwa furaha kubwa iko karibu kutokea maishani mwako. Kwa hiyo unatakiwa anze kumshukuru Mungu. Kwa hiyo ukijiona ndotoni, unajiona ndotoni unaimba huku unacheza ukiwa na furaha, unajiona unaimba ukiwa au unacheza ukiwa na furaha, ndoto inaashiria kuna jambo kubwa na jema la kwenda kutokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa uanze kumshukuru Mungu. Ndoto namba 20. Kama unanielewa, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Asante, Mungu awabariki sana kwa komenti zenu, naziona. Mungu awabariki sana, naziona. Mungu awabariki sana. Twende ndoto ya 20. Ndoto ya kupanda gari zuri au chombo kikubwa. Ukijiona ndotoni umepanda gari zuri, umepanda kwenye gari zuri au umepanda kwenye chombo kikubwa. Ukijiona unaendesha gari zuri au unapanda ndege au chombo kikubwa katika ndoto, mara nyingi hii huonyesha maendeleo ya kasi mpya ya maisha. Ndoto hii inaweza pia kuwa ni ishara ya kuinuliwa haraka, kusogea mbele kwa kasi, mafanikio mapya. Ndoto hii inaashiria pia, inaweza inaashiria kuondoka kwenye kuchelewa kwa muda mrefu. Kwa hiyo Mungu anapofungua njia ya mtu, mambo yanaweza kubadilika kwa haraka sana kuliko alivyotarajia. Tunakwenda ndoto namba 21. Tuende haraka haraka. Ndoto namba 21. Ndoto ya kupanda juu ya mlima kisha kuona mwanga. Yaani ukijiona ndoto umepanda juu ya mlima alafu ukaona mwanga, hii ni ndoto yenye ujumbe mzito sana. Kupanda mlima huonyesha mapambano na safari ya maisha, lakini kuona mwanga juu yake huonyesha ushindi na utukufu unaokuja baada ya kipindi kigumu. Ukijiona umepanda mlima afu kisha unaona mwanga, hii ni ndoto yenye ujumbe mzito sana. Kupanda mlima huonyesha mapambano na safari ya maisha, lakini kuona mwanga juu yake huonyesha ushindi na utukufu unaokuja baada ya kipindi kigumu. Yaani umejiona unapanda mlima alafu ulivyofika pale juu ya mlima unaona mwanga unatokea. Yaani umepanda mlima, umefika juu alafu unaona mwanga unatokea. Ndoto hii inaashiria ushindi, utukufu na ukuja baada ya kipindi kigumu. Kwa hiyo Mungu anaweza kuwa anakuambia usikate tamaa, kuna ushindi mkubwa mbele yako. Mungu anaweza kana kuambia kupitia ndoto hii, Mungu anaweza kana kuambia usikate tamaa. Usikate tamaa, kuna ushindi mkubwa unakuja mbele yako. Ndoto namba 22. Ndoto ya kufunguliwa mlango uliokuwa umefungwa. Ukiona mlango ambao ulikuwa umefungwa unafunguka ghafla, hii ni moja ya ishara kubwa sana
ya kupokea baraka, breakthrough. Hii inaonyesha maombi kujibiwa. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria maombi yako kujibiwa. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria fursa mpya, utaanza kupokea fursa mpya. Fursa ambazo ulizihangaikia kwa muda mrefu utaanza kuzipokea. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria vikwazo kuondoka. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kibali kisichotarajiwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 45 na mstari wa 2 imeandikwa, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Ndoto hii inaashiria kuna vitu utaanza kuvipokea. Yaani ukianza kuona ule mlango uliokuwa umefungwa unafunguka ghafla. Ndoto hii inaanza kwa uwe inaashiria utapokea fursa. Kuna milango ya baraka itafunguka kwenye maisha yako. Kuna vitu utavipokea, vitu ambavyo ulivihangaikia kwa muda mrefu utaanza kuvipokea. Lakini ndoto namba 23, ndoto ya kupata vyeti, taji au kiti cha thamani. Ukajiona ndotoni unapata cheti au unapata taji au kiti cha heshima, unapata kiti cha heshima. Ukijiona unapewa taji, cheti au kuketi sehemu yenye heshima, mara nyingi ni ishara ya ushindi na kuinuliwa. Ukijiona unaketi sehemu yenye heshima, mara nyingi ni uashiria ushindi na kuinuliwa, uashiria kibali. Mungu anapobadilisha maisha ya mtu humheshimisha mbele za watu, humpa ushindi badala ya maumivu, humuinua kutoka hali ya chini kwenda juu. Katika Biblia utaona Yusufu alitoka gerezani mpaka kwenye kiti cha mamlaka ndani ya muda mfupi, kwa sababu Mungu alikuwa tayari amepanga mabadiliko ya maisha yake. Ndoto namba 24, ndoto ya kusikia sauti ikikuita. Ukisikia sauti ndotoni na sauti ile ikawa inakuita, unasikia sauti ambayo inakuita. Kusikia jina lako likiitwa katika ndoto kunaweza kuwa ni ishara ya wito mpya kutoka kwa Mungu. Na hapa naomba unisikilize kwa makini. Inabidi uwe makini sana utambue sauti gani inakuita. Kama ni Mungu, utaona ile sauti itakuwa inakufanya ndani yako uwe na amani. Unakuwa unasikia kuna amani. Kwa hiyo kusikia jina lako likiitwa katika ndoto kunaweza kuwa ishara ya wito mpya kutoka kwa Mungu. Wakati mwingine Mungu humuita mtu kwenye kusudi kubwa, kwenye huduma kubwa, kwenye maisha mapya, kwenye hatua mpya ya kiroho. Katika Biblia Samueli aliitwa usiku kwa sauti mpaka akagundua kuwa Mungu alikuwa anamuita. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 10 imeandikwa, Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Kwa hiyo ukiota ndoto unaitwa labda jina lako unaitwa huku ukiwa na amani, ndoto inaweza kuwa inaashiria Mungu anakuita, kuna kusudi maalum, kuna jambo Mungu anakuita kwenye msimu mpya. Ndoto namba 25, ndoto ya kuona saa au muda ukionyeshwa wazi. Yaani ukaona ndoto unaona saa, yaani unaona kabisa saa unaisoma vizuri kabisa, unauona muda vizuri sana. Ukiona saa katika ndoto, hasa ikiwa muda unaonekana wazi sana au muda ukiwa unaonekana vizuri, mara nyingi hii huwa ni ishara kwamba kuna jambo ambalo Mungu anakaribia kulifanya katika wakati wake maalum. Katika ulimwengu wa kiroho, muda una maana kubwa sana. Mungu hafanyi mambo kwa bahati mbaya, kila kitu huwa na wakati wake. Ndoto ya saa inaweza kuwa ni ujumbe kwamba wakati wa mateso unaisha, wakati wa kuinuliwa umefika. Ndoto hii huashiria Mungu anakwenda kufanya jambo ambalo ulisubiri kwa muda mrefu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 1 utaona imeandikwa, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo ukiota ndoto hii mara kwa mara, inaweza kuwa Mungu anakuambia kuwa msimu mpya wa maisha yako uko karibu kuanza. Kwa hiyo nitakuanza kumshukuru Mungu. Ndoto namba 26, ndoto ya kupata kiatu kipya. Viatu katika ndoto mara nyingi huwakilisha safari mpya, mwelekeo mpya au maandalizi ya hatua kubwa mbele yako. Kwa hiyo ukijiona umevaa viatu vipya, Mungu anaweza kuwa anakutayarisha kwa safari mpya, anaweza kuwa anakupa nguvu ya kutembea kwenye kusudi lako, au anakwenda kukupeleka mahali ambapo hujawahi kufika. Ndoto hii pia huonyesha kuwa Mungu anakwenda kubadilisha njia ya maisha yako kuelekea jambo kubwa zaidi. Ndoto namba 27, ndoto ya kupanda mbegu ardhini. Ukiota unapanda mbegu katika ndoto, huu ni ujumbe wa matumaini makubwa sana. Mbegu huonyesha mwanzo mdogo ambao baadaye unakuwa mkubwa sana. Mungu anapobadilisha maisha ya mtu
mara nyingi huanza na jambo dogo, huanza na mafanikio kabla hayajaonekana, huleta mavuno kupitia uvumilivu. Huenda kile unachokiona kidogo sasa ndicho Mungu atakachokitumia kubadilisha maisha yako yote. Kwa hiyo ukiota ndoto namba hii utakuwa mshukuru Mungu. Ndoto namba 28. Ndoto ya kukutana na watu wengi wakikushangilia. Yaani unajiona ndotoni watu wanakushangilia, watu wanapiga makofi, watu wanakushangilia. Ukiona watu wengi wakikupigia makofi au wakikushangilia au wakikufurahia au wakifurahia uwepo wako, mara nyingi huonyesha kuinuliwa na kibali mbele za watu. Ndoto hii inaashiria Mungu atakuinua, utapokea kibali kikubwa mbele za watu. Mungu anapomuinua mtu, humtoa katika kudharauliwa na kumweka sehemu ya heshima. Hufanya watu waone thamani yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali pia 22 na mstari wa 29, utaona imeandikwa, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hata simama mbele ya wasio na cheo. Kwa hiyo ukiota watu wanakushangilia, watu wanakufurahia, watu wanakupigia makofi, ndoto hii inaashiria ushindi. Ndoto hii inaashiria kibali. Utapokea kibali kwa watu, yaani utapokea kibali kikuu kwa watu. Ndoto namba 29. Kama unanielewa vizuri, naomba ni comment niambie na kuelewa vizuri mwalimu. Kama unanipata vizuri, naomba comment niambie na kupata vizuri mwalimu. Kuna mmoja anasema na kupata vizuri mwalimu. Asante. Kama unanielewa, asante. Mungu akubariki sana. Twende ndoto namba 29. Ndoto ya kupanda mti mkubwa au kuona mti wenye matunda. Ukijiona ndotoni unapanda mti mkubwa au unaona mti wenye matunda. Mti katika ndoto huwakilisha ukuaji, uthabiti na baraka zinazodumu. Ukiona mti mkubwa wenye matunda mengi, Mungu anaweza kuwa anakwenda kukufanya kuwa baraka kwa watu wengi. Lakini pia ndoto hii inaweza kuwa inaashiria Mungu anakwenda kukuletea mafanikio yatakayodumu kwa muda mrefu, au anakwenda kuyafanya maisha yako kuwa ya matokeo makubwa. Ukiona mti mwenye matunda, unaona mti wenye matunda mengi yameiva, ndoto hii inaashiria utaingia kwenye msimu mpya. Mungu anakwenda kukubariki kwa namna ajabu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Zaburi sura ya 1 na mstari wa 3, imeandikwa, utaona atakuwa kama mti uliopandwa. Atakuwa kama mti uliopandwa. Hii ni ishara kwamba maisha yako yataanza kutoa matunda makubwa kuliko zamani. Twende ndoto ya 30, namba 30. Ndoto ya kutoka gizani kwenda mwangani. Yaani unajiona ndotoni unatoka kwenye sehemu yenye giza na unaingia kwenye sehemu yenye mwanga mkubwa. Hii ni moja ya ndoto zenye ujumbe mzito sana na wa ukombozi na mwanzo mpya. Giza huwakilisha kuchanganyikiwa. Giza siku zote huwa inaashiria kuchanganyikiwa, maumivu, hofu, vikwazo, lakini mwanga huonyesha tumaini, ufunuo, ushindi, mwelekeo mpya. Kwa hiyo ukijiona ndotoni unatoka kwenye giza na kwenda kwenye mwanga, ndoto hii inaashiria unaingia kwenye kipindi kipya, msimu mpya, unaingia kwenye baraka. Ndoto namba 31. Ndoto ya kupata simu au ujumbe. Ukijiona ndotoni unapata simu au ujumbe. Kwa wote unapokea simu au unapokea barua au ujumbe maalum, kunaweza kuonyesha kuwa habari muhimu zinakaribia kuja maishani mwako. Habari hizo zinaweza kuwa ni fursa mpya, majibu ya maombi yako, mabadiliko ya kazi, milango mipya, ujumbe wa kiroho kutoka kwa Mungu. Katika Biblia Mungu mara nyingi alituma ujumbe kabla ya kufanya jambo kubwa. Huenda Mungu anakutayarisha kupokea taarifa ambayo itabadilisha mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo ukijiona unapokea barua au unapokea simu au unapokea barua maalum, basi tambua kuna jambo la kipekee. Jiandae kupokea habari njema kwenye maisha yako. Ndoto namba 32. Ndoto ya kuona upindo wa mvua. Na unaona upindo wa mvua. Upindo wa mvua ni ishara ya ahadi ya Mungu na mwisho wa kipindi kigumu. Katika Biblia, baada ya gharika, Mungu aliweka upindo wa mvua kama ishara ya agano lake. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 9 na mstari wa 13, utaona imeandikwa, mimi naweka upindo wangu mbinguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Kwa hiyo ukiota ndoto hii, inaweza kuwa Mungu anakuambia hautaangamia. Inaweza kuwa inaashiria mateso hayatadumu milele. Inaweza kuwa inaashiria ahadi yake juu yako bado iko hai.
Nadhani tunaelewana vizuri. Kama unanielewa vizuri, naomba sema comment hapo, andika na kuelewa vizuri. Kama unanielewa vizuri, sitamani nimwache mtu. Kama unanielewa vizuri, andika na kuelewa vizuri. Twende namba 33. Ndoto namba 33. Ndoto ya kupona jeraha au ugonjwa. Ukijiona ndotoni unapona jeraha au unapona ugonjwa au mwili wako ukiwa na nguvu mpya, yaani ukaona unapokea nguvu mpya, hii mara nyingi huonyesha kurejeshwa kwa maisha yako. Mungu anapobadilisha maisha ya mtu, hurudisha nguvu iliyopotea, hurejesha matumaini, hurejesha furaha, hufanya moyo uliojeruhiwa kuwa mpya tena. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yeremia 30 na mstari wa 17 imeandikwa, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Kwa hiyo ukiona ndotoni unapona jeraha au ugonjwa, ndoto hii huwa inaonyesha kurejeshwa kwa maisha yako. Ndoto namba 34. Ndoto ya kufungua sanduku au kupata kitabu. Sanduku au kitabu katika ndoto mara nyingi huonyesha siri mpya, hekima au kusudi ambalo Mungu anataka kulifunua kwako. Kwa hiyo ukiona unafungua kitabu, Mungu anaweza kuwa anakwenda kukupa maarifa mapya, anaweza kuwa anakufunulia kusudi lako, au anakwenda kukuonyesha njia ambayo hukuwahi kuielewa kabla. Katika Biblia vitabu mara nyingi vilihusishwa na maono, unabii na mpango wa Mungu. Tunakwenda ndoto namba 35. Tuko nje ya muda, naomba nikimbie kwa haraka. Ndoto ya kupanda kwenye meli kubwa au boti tulivu. Ukijiona ndotoni unapanda kwenye meli kubwa au boti tulivu, ukijiona uko ndani ya meli kubwa au boti tulivu au unasafiri juu ya maji kwa amani, hii mara nyingi huonyesha kwamba Mungu anakuvusha salama kuelekea msimu mpya wa maisha yako. Lakini pia maji katika ndoto yanaweza kuwakilisha maisha na safari ya kiroho. Kama maji ni tulivu, mara nyingi ni ishara ya amani mpya, ulinzi wa Mungu, mwelekeo mpya, safari ya mafanikio. Katika Biblia, Nuhu aliingia kwenye safina na Mungu alimhifadhi wakati wa gharika. Hii ilikuwa ishara ya wokovu na mwanzo mpya wa maisha. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi, pia Zaburi 107 mstari wa 29 imeandikwa, huituliza dhoruba ikawa shwari, mawimbi yake yakanyamaza. Huenda Mungu anakwenda kukutoa kwenye vurugu za maisha na kukuingiza kwenye kipindi cha utulivu na ushindi. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii, shukuru Mungu kabisa. Ndoto namba 36. Ndoto ya kuona mlango wa dhahabu. Ukiona mlango wa dhahabu au mlango wenye mwanga mkubwa, hii ni ishara ya kiwango cha juu cha kibali na utulivu. Dhahabu katika ulimwengu wa kiroho mara nyingi huwakilisha utukufu, heshima, thamani kubwa, baraka za Mungu. Kwa hiyo ukiona mlango wa dhahabu ndotoni, dhahabu katika ulimwengu wa kiroho mara nyingi huwakilisha utukufu, heshima, thamani kubwa, baraka za kimungu. Lakini pia mlango huo unaweza kumaanisha kuwa Mungu anakwenda kukufungulia nafasi ambayo itabadilisha maisha yako kabisa. Mlango huo unaweza kuwa inaashiria Mungu anakwenda kukufungulia nafasi ambayo itabadilisha maisha yako kabisa. Hii ni dalili ya kuingia kwenye kiwango kipya ambacho hukuwa umewahi kukifikia kabla. Ndoto namba 37. Ndoto ya kukimbia hatari kisha kuokoka. Yaani unajiona ndotoni unakimbia hatari na unasalimika, yaani yale madhara hayakupati. Wakati mwingine mtu huota anakimbizwa lakini mwisho anaokoka salama. Ingawa ndoto hii inaweza kuonekana ni ya kutisha, mara nyingi huonyesha kwamba Mungu amekuwa akikupigania hata pale ambapo hukuona. Inaweza pia kuashiria ulinzi wa Mungu dhidi ya mabaya. Ndoto hiyo inaweza kaashiria ushindi dhidi ya mipango mibaya. Ndoto hiyo ukijiona unakimbizwa na unatoka kwenye hatari ukiwa salama, ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria kuponyoka kwenye tatizo kubwa. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria mwanzo mpya baada ya kipindi kigumu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 43 na mstari wa 2 imeandikwa, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa ndoto hii huonyesha kuwa Mungu hajakuacha, amekuwa akikuhifadhi kwa ajili ya kusudi kubwa lililo mbele yako.
Kwa ukiota ndoto hii unajiona unapona kwenye hatari, ndoto hii inaashiria ulinzi wa kimungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo hutakiwi kuipuuzia hata kidogo. Ndoto hii inakuwa inaashiria kuna ulinzi mkubwa wa kimungu kwenye maisha yako. Ndoto namba 38, ndoto ya kufunguliwa minyororo ya mikono au miguu. Ukiona minyororo ikikatika au ukifunguliwa vifungo, hii ni ishara ya ukombozi mkubwa. Yaani utakuwa umshukuru Mungu kabisa. Mungu anapokwenda kubadilisha maisha ya mtu, huondoa vizuizi, huvunja vifungo vya zamani, humtoa kwenye kucheleweshwa, humpa uhuru wa kusonga mbele. Ndoto hii huashiria Mungu anakwenda kukufungua kutoka kwenye jambo lilokuwa la kuzuia kufikia kiwango chako halisi. Kwa ndoto hii inaashiria Mungu anakufungua na kutoa kwenye kila vifungo. Ndoto namba 39, ndoto ya kupata kazi au kupewa nafasi. Ukijiona ndotoni unapewa kazi au unapewa ofisi, unakabidhiwa ofisi au unakabidhiwa jukumu au nafasi ya heshima, mara nyingi hii huonyesha kwamba Mungu anakwenda kukuinua na kukupa nafasi mpya katika maisha yako. Inaweza kuwa ni ishara kuwa ya promotion, inaweza kuwa ni ishara ukiona unakabidhiwa kazi au unapewa nafasi. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kuongezeka kwa kipato, kibali mbele za watu, kusimama mahali pa heshima. Mungu anakwenda kukuinua na kupeleka sehemu ya juu zaidi. Lakini ndoto namba 40, kama unanielewa naomba comment. Kama unanielewa naomba endelea kucomment, andika na kupata vizuri. Nataka nione kama unanielewa. Kama unanisikia vizuri naomba comment na kusikia vizuri. Kama unanisikia vizuri naomba comment na kusikia vizuri. Okay, na kusikia vizuri mwalimu. Tuko pamoja mwalimu, asante. Tunaingia ndoto namba 40. Ndoto ya kuvishwa taji. Taji ni ishara ya ushindi, heshima na mamlaka. Kwa hiyo ukijiona umevalishwa taji, Mungu anaweza kuwa anakwenda kukuheshimisha mbele za watu. Ukijiona umevishwa taji, ndoto hii inaashiria Mungu anakwenda kukuheshimisha mbele za watu. Ukijiona pia umevishwa taji, ndoto hii inaweza kuwa inaashiria Mungu anakwenda kukupa ushindi baada ya mateso, au anakwenda kukuinua juu ya waliokudharau. Kwa ndoto hii huonyesha kuwa mateso yako hayakuwa bure, kuna ushindi mkubwa mbele yako. Lakini ndoto namba 41, ndoto ya kuona njia nyembamba kisha inafunguka. Ukiota unapita kwenye njia nyembamba kisha ghafla unaingia sehemu kubwa na nzuri, hii ni ishara ya kutoka kwenye shida kwenda kwenye nafasi pana ya baraka. Jiona unapita kwenye njia nyembamba kisha ile njia inafunguka, unaingia kwenye sehemu pana na nzuri. Ndoto hii inaashiria Mungu anakutoa kwenye kipindi cha mateso na kuingiza kwenye kipindi cha baraka, kipindi cha raha. Ndoto namba 42, ndoto ya kuona watu wakikusaidia. Yaani unajiona ndotoni watu wanakusaidia. Ukiota watu wengi wanakusaidia kubeba mizigo yako au kukusogeza mbele, hii mara nyingi huonyesha kuwa Mungu anakwenda kuleta msaada ambao haukutarajia kabisa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 60 na mstari wa 10 imeandikwa, na wageni watajenga kuta zako na wafalme wao watakuhudumu, maana katika ghadhabu yangu nalikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Kwa hiyo ukiota ndoto unaona watu wanakusaidia kubeba mizigo au watu wanakusaidia, ndoto hii pia inaweza kuwa inaashiria kibali. Mungu anakwenda kukuinua kwa namna ya ajabu kabisa. Lakini ndoto namba 43, ndoto ya kusimama juu ya jengo refu. Ukijiona juu ya jengo refu ukiangalia mbali, mara nyingi hii huonyesha kuinuliwa, maono mapya, kuona mbali zaidi ya zamani, kiwango kipya cha mafanikio. Yaani ukijiona ndoto ukajiona umesimama kwenye jengo refu, na ukiwa umesimama kwenye jengo refu unaanza kuona mbali. Ukijiona juu ya jengo refu ukiangalia mbali, mara nyingi hii inaonyesha kuinuliwa. Lakini pia ndoto hii inaweza kuwa inaashiria utapokea maono mapya. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kuona mbali zaidi ya zamani, kiwango chako kitaongezeka cha kuona. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kiwango kipya cha mafanikio. Kwa hiyo ndoto hii pia inaweza kuwa inaashiria kupokea mtazamo mpya kabisa wa maisha yako. Ndoto namba 44, ndoto ya kuona barabara nzuri ndefu mbele yako. Ukijiona unasimama mbele ya barabara nzuri, safi na ndefu katika ndoto, mara nyingi hii huonyesha kwamba Mungu anakwenda kukupa mwelekeo mpya wa maisha. Lakini pia ndoto hii, barabara katika ulimwengu wa kiroho huashiria safari ya maisha, kusudi na hatima. Ndoto namba 45, ndoto ya kuona ndege wazuri wakiruka juu.
Ukiota ndoto unaona ndege wazuri, alafu ndege wale wazuri wakiwa wanarukaruka juu. Ndege katika ndoto mara nyingi huonyesha uhuru, habari njema na kuinuliwa kiroho. Kwa hiyo ukiona ndege wazuri wakiruka kwa amani, ndoto hii inaweza kuashiria kuwa utapokea habari njema maishani mwako. Yaani ukianza kuona ndege wale, hawa ndege wanayepaa hawa ndege wanaorukaruka hawa, ukianza kuona ndege wako wengi wanaruka, au ndege wazuri wenye rangi nzuri wakiwa wanaruka angani kwa furaha, basi jiandae kupokea habari njema. Ndoto hii inaashiria utapokea habari njema kwenye maisha yako. Kwanza kumshukuru Mungu. Ndoto namba 46. Ndoto ya kupanda kwenye lifti inayopanda juu. Yaani ukijiona ndotoni uko kwenye lifti, nadhani zile lifti ambazo zipo kwenye labda ghorofa, unajiona uko kwenye lifti afu ile lifti inakupandisha kwenda juu. Hii ni moja ya ndoto zinazohusishwa sana na kuinuliwa kwa haraka. Ukijiona kwenye lifti inayopanda juu, ndoto hii inaashiria utapokea mabadiliko kwa kasi kwenye maisha yako. Yamkini inaweza kwenye kazi, yamkini inaweza kwenye ndoa, yamkini inaweza kiuchumi. Ndoto hii pia huashiria Mungu anakutoa kiwango cha chini kwenda kiwango cha juu zaidi. Ukiota ndoto ya namna hii, anza kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu anakutoa kwenye kiwango cha chini na kupeleka kwenye kiwango cha juu zaidi. Ndoto namba 47, ndoto ya kupata nguo za kifalme. Ukijiona umevaa mavazi ya kifalme au ya heshima au ya gharama kubwa sana, hii huonyesha kwamba Mungu anakwenda kubadilisha kutoka hali ya kawaida na kwenda hali ya heshima. Katika Biblia, Esther alivishwa mavazi ya kifalme kabla ya kuinuliwa kuwa malkia. Kwa hiyo ndoto hii inaweza kuashiria kibali kikubwa. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria kibali kikubwa. Ndoto ya kuvaa mavazi ya kifalme inaweza kuwa inaashiria kuinuliwa mbele za watu. Ndoto hii inaweza kuashiria utapokea kibali. Ndoto hii inaweza kuwa inaashiria msimu mpya wa utukufu. Lakini ndoto namba 48, ndoto ya kupata chakula kutoka mbinguni. Yaani ukijiona ndotoni unakula chakula ambacho kinatoka mbinguni. Ukiota unapokea chakula kutoka juu au mtu anakupa chakula cha ajabu katika ndoto, mara nyingi hii ni ishara ya provision ya kimungu. Ndoto hii pia inaweza kuwa inaashiria kuwa Mungu hata kuacha kwenye upungufu. Ndoto hii pia inaweza kuwa inaashiria kuwa Mungu atakupa mahitaji yako kwa njia usiyotarajia. Katika Biblia, Mungu aliwalisha wana wa Israeli mana jangwani iliyotoka mbinguni. Ukisoma kwenye Biblia utaona Mungu aliwalisha wana wa Israeli mana jangwani, ambao mana hiyo ilitoka mbinguni. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 16 na mstari wa 15 utaona. Kwa hiyo ndoto hii ni dalili kwamba Mungu anakwenda kufanya njia hata mahali ambapo hakuna njia inaonekana. Ukijiona unapokea chakula kutokea mbinguni, ndoto hii inaashiria Mungu anakwenda kufanya njia mahali ambapo hakuna njia. Kama unanielewa naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Ndoto namba 49, ndoto ya kuona maua mazuri yakichanua. Maua yanayochanua huonyesha uzuri. Ukiona maua yanayochanua ndotoni huonyesha uzuri, huonyesha neema na msimu mpya wa furaha. Ndoto hiyo inaashiria utaingia kwenye msimu mpya wa furaha. Yamkini zakani kwenye mahusiano, kwenye ndoa na kadhalika. Kwa ukiona bustani nzuri au maua mengi, Mungu anaweza kuwa anakwenda kuondoa huzuni yako. Ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria Mungu anakupeleka kwenye kipindi cha kicheko. Lakini pia ndoto hii inaweza kuashiria Mungu anakwenda kukuletea amani mpya, anakwenda kuyafanya maisha yako yaanze kuchanua tena. Ndoto hii mara nyingi huja baada ya kipindi kigumu kama ishara ya matumaini mapya. Lakini ndoto namba 50, ndoto namba 50, ndoto ya kushinda vita au mapambano. Ukijiona unapigana vita na mwisho unashinda, hii ni dalili kubwa ya ushindi dhidi ya changamoto zako za maisha. Lakini pia ndoto hii inaashiria Mungu anakuwa anakuambia kuwa usikate tamaa, vita unavyopitia vina mwisho, ushindi wako uko karibu. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Mungu akubariki sana wewe ambaye utatumia muda wako kushare link ya video hii. Mungu akajibu haja ya moyo wako. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.